Kabla tujaongea sana, Embili Dundo tulitendee haki kwanza. Au vibana Yeah. Tuwaambie. Jeje. Stay back, yeah. We got Sammy Boy. Hey. Stay back, yeah. Move it left. Stay back, yeah. Move it left. Stay back, yeah. Yo malanga mafani, Momo, hey. The big boy, big Sammy. Sammy. Yeah, more time, man. Periento. Tumeza kupanga tukalala chini, nowadays tuna mageto. Walisema mama pambana kwa sana juhudi na upate chako. Mungu Baba nipiganie na kutegemeaga wewe peke yako. Ve watu lawamo kivipenda sana watamtusi na mama. Taka kuzipata maana mwanzo likuwa mgumu. Kuzisaka kila chocho chaka kufikia kujenga na room. Kizipata baby chapa kwenye bedi chini ya uvungu. Yani muamane some kissing honey so be ya ravi na terry do I need the money more. I'm spending my dollar mpaka seme wakiniona kwa mtani wanite badi komando. Yes ule bwendo mimi naona merikedo. Mama terry do I need the money more. I'm spending my dollar mpaka seme wakiniona kwa mtani wanite badi komando. Yes ule bwendo mimi naona merikedo. Mama yo. I'm talking to you. Mama yo. I'm talking. Adia God, Amina. Zidi kunipa uzima, nizidi kungara, nisije nkadrop wakaleta yeah. Warizani tunaroga kumbe tuko mipango ya Mungu. Kama kutoa na toa yeye basi kwetu liziki mafungu. Mziki fitina wakiona unajua watakupiga na majungu. Kubari katasi ndo tunang'amba kachini kwenye uvungu. Na squeeze wamenipa jina wananita big man Sammy Boy. Na madogo wengi wanapima sasa na uonesha kwamba mimi sifai. Pole kolo nikataa kisa pesa dada ukanyaga bye bye. Sasa na make chapana mwaka wa nusi naifanya Dubai. Aterre I need the money. I'm spending my dollar mpaka seme wakiniona kwa mtani wanite badi komando. Yes ule bwendo mimi nao bwana yo. I'm talking to yo mama yo Okay. Mimi nilitaka kusikia kwanza. Unajua ngoma nimeshaisikiliza zaidi ya mara 4-5. Yeah, nilikuwa nazungumza na manager nakumbuka. Nikamwambia bana ngoma kali sana hii bana. Huyu mwamba huyu bana ni noma kabisa. Inakuaje lakini? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Yes, bana karibu sana kwenye Mega Mix ya Abud FM. Bana shukrani sana. Yeah, ngoma kali, hongera sana. Hii production ya nani? Hii amefanya beats, ametengeneza mwanangu mmoja anaitwa Booster. Okay. Then recording nzima amefanya mwanangu mwingine anaitwa Tuntu. Yuko pale mjini Kilakala. Okay. Ni noma sana. Oh yeah, bab kubwa. Unajua sisi Mega Mix tukisikia talent kama hii alafu tunaona imechelewa au haijulikani, tunajisikia vibaya kwa sababu ni watu wa burudani na nini. Sawa. Ulikuwa wapi? Na hii ni ngoma ya 3 and hizo ngoma mbili unajua tunaweza tukasema hata zikirudi sasa hivi tunaweza tukaamsha nazo kwa sababu sidhani kama zilifikia watu wengi kama ambavyo ulikuwa unataka. Kwanza kabisa niseme Abudi ni nyumbani kwa sababu ngoma yangu ya pili kabla ya hii ilikuwa inaitwa Show Me. Pia nilikuja kuintroduce hapa Abudi. Okay. Kwa hiyo niseme ni mambo tu ya kujipanga hivyo, yani kuna strategies ambazo zinachelewa mpaka kuja nyimbo kuanza kufika kwenye mitandao na watu kuanza kuzifahamu. Hivyo mzee wangu. Okay, nini ambacho kinawachelewesha sana? Maana hiyo unajua sio lawama yako tu, hata wasanii wenyewe wakubwa sometimes wasema bana nataka kutoa ngoma siku fulani ila imeshindikana kwa sababu 1 2 3 na nini. Ucheleweshwaji unatokana na vitu vingi. Kwa mfano mimi naweza kukwambia kuandaa production mzee wangu sio kitu mchezo. Okay, audio, video, kila kitu kwa sababu
uwezi kuwa na video tu alafu watu wakakusikia. Ni lazima uandae audio nzuri, ya video clip za kutosha, video nzuri, production ya kutafuta watu waweze kukusupport kwenye nyimbo zako. Yaani ni hivyo kwamba hivyo vitu vyote lazima uwe na mipango mizuri ya kuweza kuiweka sawa ili nyimbo kufika. Kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba, maana unajua kuna wengine wanakuambia mimi nikiingia studio bana hapo ni nusu saa tu nimetoa dude na nini. Kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba kiuchumi ama kwenye ufanyaji? Kwa mimi msanii ambaye bado underground anajitafuta, hivyo vitu vile vyote vinaweza vikawepo. Kuna uchumi unaweza kawepo, ya pia uandaji. Kila msanii ana mipango yake. Kwa mfano mimi siwezi nikasema hapo nikaingia studio hapo nikaanza nikatengeneza hit. Hapana. Hit inatengenezwa sio kwa siku moja au kwa siku mbili. Lazima kuna mipango uwe nayo, utengeneze beat nzuri, uandike kitu kinachoeleweka kwa sababu kwa mfano naweza nikasema nowadays hip hop uwezo ukasema unaimba tu, hapana. Lazima uelezee jambo. Umeona? Kwa lazima utafute zile verse nzuri za kuimbia watu. Kuna kitu gani ambacho unaenda kukipresent kwa watu akikubali. Kwa hiyo ni hivyo mzee wangu. Bab kubwa bana, karibu sana kwenye Kiwanda. Na hapo nimesikia unasema kwamba unajitafuta. Unatafuta njia kwenye kufanya, umeshajipata tayari. Unajua kuna wasanii wanajitafuta mpaka namna ya ufanyaji kwamba hichi kitu nitakifanya katika mtindo gani na nini. Wewe kwenye kufanya umeshajipata, yani ulichokifanya ni bora mwanangu, na ndio maana uko hapa. Sawa, kwa hiyo unatafuta, unasemaje, njia ya kufika pale juu pale. Tusimame pale juu au vibana. Sasa hivi kuna Asnas ana support sana hip hop artist ambao wanachipkia. Nimeona na huo mkakati yani wa kudeal na wana hip hop ambao wananyanyuka kwenye game. Ushai kufanya mawasiliano au management ishafanya mawasiliano na Azma, kwa sababu naona pale ni sehemu nzuri na salama zaidi ya kuruka, au unaona ukiruka utapata tabu? Kiukweli yani sitaki kumtumia dhambi, lakini Azma ni mtu mmoja ambaye ana support sana. Mimi Azma naongea naye sana. Nisiwe mnafiki. Na hata hii kazi yangu mpya hii. Yeye mwenyewe alishout out sana. Niambia mdogo wangu hichi ni kitu. Hichi ni kitu. Yani ni mimi tu niseme niweke ratiba zangu vizuri, niweze kumfungia safari nimtokee. Lakini yani blessings zote kashanipa. Nisiwe mnafiki. Yani ni brother ambaye anapenda tunachokifanya na anapenda underground ambao wanajituma. Kwa hiyo mimi kiukweli shout out sana kwake na fly sana support anayonipa kiukweli. Unaiwakilisha uko Morogoro. Sehemu ambayo unafanya muziki hapa, unaona hip hop ina nguvu? Kwa Morogoro kiukweli bado nisiwe mnafiki. Kusema hip hop itakuwa ina nguvu kwa kiasi hicho, hapana. Kwa sababu game bwana, muziki bwana unahitaji vitu, inahitaji watu wawili, hustler na hard worker. Sawa, unaweza kawa hustler alafu usiwe hard worker. Kwa muziki bado ukakuhitaji utumie nguvu kubwa sana ili wafikie watu. Kwa hiyo kwa sisi ambao tunafanya muziki wa hip hop tukiwa huku Morogoro, inatuhitaji tufanye nguvu kubwa sana ya kuweza kufika muziki, yani ya kuweza kufikisha muziki wetu sehemu tofauti. Lakini kwa kusema Morogoro hip hop itakuwa ina nguvu kubwa, naona sio kwa ukubwa ule ya mzee wangu. King alisema kwamba yeye ni moja kati ya wasanii ambao wasanii wa Morogoro mnatakiwa muangalie au mfanye kama mfano. Alitoboa akiwa hapa na hajaama mpaka leo bado yupo hapa. Wenyewe wanamuita na nini. Nyinyi kwenu sasa hivi inakuwa ngumu sana. Sasa hapo ndo tunarudi kwenye point yangu kusema muziki unahitaji hustler na hard worker. Ina maana yeye alikuwa anaandika sana na alikuwa ni hustler wa kutafuta connection. Ndo maana akafika. Yani hilo jambo kwa sio wasanii wote Tanzania kiukweli tunaweza. Ni hivyo. Kwa hiyo nyinyi kinachowashinda hapo ni kipi katika hivyo vitu viwili? Kitu ambacho sisi kinatushindwa wasanii wengi, naweza nikasema ni kwanza sio wafuatiliaji. Wasanii wengi sio wafuatiliaji. Kwa mfano mimi naweza nikwambia. Mimi niko Morogoro, lakini nashukuru Mungu muziki wangu umepokelewa kwa ukubwa sana sehemu tofauti Tanzania. Kwa mkubwa sana. Big time. Ngoma kali pia. Yani ni jambo ambalo naweza nikasema
mimi plus na timu yangu tunafanya kazi kubwa sana kuweza kufikisha muziki sema ambao tunapotaka. Najua bado hatujafika sehemu kubwa ambayo tunahitaji, lakini Mwenyezi Mungu akileta hili zake inshallah tutafika. Na itakuwa mwanangu kwa sababu ngoma ni kali sana. Shukrani sana. Yeah. Kwa hiyo team manager ndo master hapa Yeah, mambo vipi mzee baba? Shwari. Fresh kama kawa. Poa sana, uko poa? Uhakika. Wanakuita Omi Montana sasa. Omi Montana. Oh yeah, Montana bana, manager mwenyewe. Hawa manager automatic lazima wawe wasumbufu fulani hivi. Yaani kuna ndugu yangu. Kuna usumbufu fulani hivi wanao, yani noma sana. Balaa zito. Alikuwa ananiambia manager Sam, alikuwa manager wa Konde Gang. Anasema yani unajua kuna muda msanii analala. Ila manager utapiga simu kibao hadi anaamka unakuta ushapiga simu karibia 200. Yaani unapigia watu vibaya. Ila msanii kalala huko akiamka akute kila kitu kiko sawa. Yeah, ila mpango wa kazi. Unajua tena kazi lazima zifike kwa wakati na ratiba lazima ziwe. Na wewe ndo mwajiriwa wa bosi ndo huyo. Bosi ndo huyo, yani 100% kwa sababu hapa tunachokifanya tuna manage entertainment katika swala kuhakikisha kazi zinatoka kwa wakati na ratiba inakuwa sahihi katika wakati. Ila bado tunahitaji mawazo ya watu, uwekezaji, kila kitu kinachohusiana na swala entertainment. Okay, timu mko watu wangapi? Watu 3. Ambapo hapa kuna photography. Okay, photographer kuna msanii hapa. Kuna mimi kama the winning team ambaye ndo mwenye entertainer na kuna mmoja yupo mtaani Miso nani? Miso outfit. Okay, kwa watu 5. Timu ya watu 5 inatosha sana kwenda town bana. Inatosha sana mzee wangu. Yaani mkigawana majukumu vizuri, ni 100%. Tunaondoka sana. Kabisa. Umeamini nini kwa Sammy Boy? Sammy Boy kwanza kabla hapo ilikuwa tayari yani ni combination since day one. Yani hapa tujakutana kwa namna ambapo tunaweza tukasema sasa hivi ndio tunafanya kazi. Yani kabla hapo yani ni mtaa mmoja tumekuwa pamoja as a family. Kitaa gani? Mazimbu. Okay. Mazimbu campus kule. Campus. Okay. Tumekuwa pamoja tunajua hadi huyo hapa. Okay. Wote ni team. Maana yake tumekaa pamoja tunajuana vizuri. Kwa hiyo tunavyoamua kupush, tunapush as a manager, tunapush tunataka kufika tufike kwa sababu mwisho siku muziki inasikika. Kama ulivyosikia ulivyosema kwamba kwa kazi nzuri, umependa, umeona kabisa kweli hii ni kazi ambayo inahitajika ifike. Ndio kama hivyo mzee wangu. Okay. Basi bab kubwa bana, manager Montana huyo hapa, lakini unaona namna ambavyo game imechangamka, kila mtu ana force kwa upande wake. Sure. Are you ready na hizo changamoto ambazo zipo kwenye kiwanda? Tunazo sana. Yani tunazipambania kwa sababu yani anavyotuonesha Sammy Boy kwamba kwa kweli kuna sehemu anataka afike. Tunaona kweli tunaweza na bado tunakaribisha kwa sababu sio kwamba ukiwa manager, unajua kuna watu wengi sana hawajui maana halisi ya manager. Siwezi nikasema anakosoa, ila kuna namna ambavyo naweza nikaeka sawa. Hata ukikosoa stilia huruma. Manager ni mwajiriwa, mwenyewe unaelewa mtu wangu. Manager ni mwajiriwa wa msanii. Kwenye kipengele hiko labda nieleze. Ni mwajiriwa wa msanii. Kwa hiyo tunapokaribisha sponsorship kwa maana watu waje, mtu ambaye anaweza kule akatia nguvu tuondoke, tunaondoka mzee wangu. Sababu tunahitaji yani muziki ifike, na muziki una matawi mengi sana. Uwezo ukajibeba kwa kipengele kimoja, kuna mavideo makali manini. Sisi tunapush kwa namna ambavyo tumebarikiwa nini. Okay, kwani kwa sasa hivi changamoto ambayo ipo kwenye game ya Sammy Boy ni ipi? Changamoto kwa management mnayoiona. Kaka management wasema hapa bwana sisi 1 2 3 hapa. Changamoto ni kwamba hatuwezi tukasema kwamba kwa ni changamoto ambayo inaweza. Unaweza ukashangaa labda ni ticket za kwenda Damoro za Budbus tukazipata hapa. Sure 100%. Maana tupo hapa tunalizungumzia. Yaani changamoto ni kwamba ni namna ambavyo mtu anaweza akaja na mawazo yake ya fedha. Mawazo ya fedha. Ya fedha. Yaani maana yake kwa namna ambavyo sisi tunaweza tukapush. Tunapush kwa viwango vyetu ambavyo sisi tunakuwa navyo kwenye ratiba zetu za mifuko. Ila kuna namna ambavyo kama mtu anaweza akaona kweli mimi natia nguvu zaidi ya hii mlo kwa na nyinyi tuondoke. Naondoka mzee wangu. Sammy kuna cha kuongeza hapo? Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.